Jana tulikuwa kwa simu na Kanyari. Ilikuwa group WhatsApp call. So niliongeza kwa hiyo group juu nimekuwa nikiongea hizi story. So Kanyari tuliweza kumuuliza maswali. Ngoja kabla utype hiyo matusi. I know unataka kunitusi. So jana tukauliza Kanyari aje. Kanyari, what's going on? Mbona unanyamaza? Una history ya watoto wako unapangaje? What's the point? Ndio tusiseme vitu za uongo kwa social media, tudanganya watu umenyang'anya watoto. Tukamuuliza Kanyari, we want to know nani amekunyang'anya watoto? Obviously we can see watoto kuna wakati wamekaa kwako mara moja mbili. What's going on? Kama umeattempt kuchukua watoto wako, umeachia, uko sawa watoto wakikaa na Tash, wewe unaonaje? Wewe as a baba. Kanyari akasema he's very scared. He's very scared because he doesn't want to do something that is going to upset the children. At this moment, Sky amekasirikia baba yake. Baba Kanyari. The reason amemkasirikia is because she want to go on an international trip somewhere, but right now Kanyari akamwambia wait a minute. It's not like he doesn't want her to go, but amemwambia no, just wait a second because not right now, because unajua sisi watoto wazazi tukitishwa vitu na watoto kuna wakati unasema yes or no, unajua ama wait. So Kanyari alimwambia just wait mama for now. Akamwambia wanna go on this trip. Akasema babake akamwambia ngoja, si ngoje, au because hii ni flight. Anataka kulipiwa ticket, anataka kulipiwa hizi vitu zote and shopping whatever. Babake akamwambia ngoje. So Sky kamejamia babake, and that's why I understand right now she's not happy kwa baba yake, na hata akipostizi vitu zote huwezi jua kama anataka kufilisha babake. I don't know. I don't want to say because it's not the first time kupost Tash, but I don't want to judge. So anyway, at this moment Sky kamejamia babake sana. Now another thing is so sijui kama so Kanyari anachanganikiwa. Should I say yes to everything as a father? We all know Kanyari amekuwa kiprovide ya watoi. So do you think Kanyari should be saying yes to buy his trust and his love and everything watoto wanauliza at this point? Now, another thing is stories za hao. Hii hao ni ya kurent na hii hao Dani hayuko ready. Kanyari, he's not ready to be paying rent there. So it's either Tash aendelee kulipa hao, ama Kanyari akawambia option ni it's either mlipi wangu basi hapo na Tash, ama you guys move to the new house that I'm buying, because mimi I'm the provider. So as watoto wakasema no, sisi tunataka kukaa kwa hii hao, but babake anasema no, hiyo hao ni ya kurent, afadhali muende hao yenye nimebuy, I don't want to be paying rent. Watoi wanasema as we want to be in this house with daddy, but don't forget Kanyari doesn't want to pay the rent kwa hiyo nyumba, because sasa mama ameondoka and mama was the one who was paying the rent. If daddy is able to pay, fine, Kanyari hana shida. Na Kanyari hataki kuvutana, Kanyari hataki vita. Now another thing is Sky amepigia babake mara mbili, complain hakuna food. Kanyari amewatumanishia Uber mara mbili na shopping na food, na amewatumanishia pizza sijui na nini juu Sky alisema hawana food. Okay, another thing is kulikuwa na complain Sky na Dani walilala kwa room ya Tash. So I don't know, I don't want to say much into detail nani alisema hiyo kitu, but iko hata Kanyari anajua na hiyo kitu ilimbotha sana, lakini bado anaogopa kwenda kuleta fujo, because obviously mtoi anamwambia it's okay, I can sleep, I can be whatever I want, this is my baba, hata tukilala kwa room ya baba, obviously room ya daddy, obviously huyu daddy anawaonyesha hiyo love ya it's okay my babies, you can sleep in my bed. Hiyo si mamake like it's okay, they can sleep in his bed. But warrior Kanyari huyu mtoi anaitwa Sky ni mkubwa, she's 13. So warrior Kanyari why is a 13-year-old sleeping in your room? She doesn't sleep there all the time, but there's a time it was reported that they slept in that room.
and then you know, vitu kaa hizo ndio zina worry baba. So another thing is baba niye analipanga school fees. So baba hata siku, unakumbuka ile siku Sky alikuwa amevaa kanguo kafupi akikalia Kanyare. Kanyare was at the school akilipa school fees, akisort stories za school fees. Kanyare akapeleka ile do ilichangwa na our artists, ilikuwa imebaki 1 million something. So yeah, Kanyare akasema hii do iandikwe check ipelekwe shule. Kanyare doesn't want any money from Betty, kutoka na hiyo kifo ya Betty ama mali ya Betty. He doesn't care about those things. Check ikapelekwa, mtu yeye akamuuliza, Sky akamuuliza, baba, why you bringing that money to the school? That money is for us to travel. Daddy said the money that was contributed by mom is for us to enjoy and to travel the world. We're supposed to go to Australia, we're supposed to go to Canada, we're supposed to go to UK, US. Where are you putting that money toward our school fees? Hiyo ni kazi yako kulipa shule, si kuleta pesa ya matanga hapa kwa shule. Kanyare akanyamaza. Mtoya akamuuliza, what plan do you have for us? Anamuuliza hizo maplan. Kanyare anamwambia, si nimewaambia plan ni hii. Plan ni I get you guys a house, mkae, daddy wenu akitaka kukuja akuje, lakini mimi sitaki kuwa providea mkiwa kwa daddy. It's either daddy take full responsibility ama mkuje mimi niwatekie care. So Kanyare amechanganikiwa yake yote. Kanyare watoto yes walionyeshwa hiyo love na daddy na wanaamini daddy, na amewaambia daddy, amewaambia vitu mob sana, amewapromise kusomea US. Daddy amewaambia watakuja US kusomea huku. And by the way guys, watoto wameambia baba hawataki hiyo shule Kanyare ulipa. Amesema you don't want that school. As daddy say, we are going to study in America and we are preparing ourselves to go to America. Sasa Kanyare anashindwa tena, hamtaki shule. Do you guys want to move school? No. You want us to stay here in Kenya. Daddy want us to go to America. Kanyare basi ananyamaza. Sasa guys, nataka kuulizaje? Kanyare, should he continue giving the kids everything na watoto hamsikizi? Right now Kanyare anasikia, yani hati yake inaumia, because these kids, they are calling him for financial help, to provide financially, abai manguo, abai food, alipie shule, alipe trips, lakini watoi wanamwambia, we hiyo ni story yako ya kulipa, basi sisi tunakaa na daddy. Daddy ndio sasa, daddy ndio kila kitu. Lakini daddy ha provide. Kama ni wewe, before utukanane, kani unaweza fanya nini? Tell me, kama ni wewe, hebu jeki kwa shoes za Kanyare. Kama ni wewe as a mother, as a father, can you cut off your help kama hawakusikizi, ama can you provide for another man? Ama